Bana, kusalimu sana mtazamaji wa Baigeza TV, karibu tena katika masuala mazima ya kimichezo, tukazungumzia yanayojiri katika uga wa kimichezo. Wakati sakata la Young Africans dhidi ya TFF ilikuwa inajiri, sasa Yanga nao wameibuka na kitu kingine, kuweza kuomba madeni yao wanayoidai TFF yahusu madai ya fedha za udhamini, mapato ya milangoni na udhamini. Tafadhali husika na kichwa cha habari hapo juu. Tunapenda kuorodhesha madai yetu kwa mtiririko wa A, B na C kama ifuatavyo. A, zawadi za bingwa kombe la shirikisho takribani milioni 300 msimu wa 21-22 kiasi cha shilingi milioni 50, msimu wa 22-23 kiasi cha shilingi milioni 50, msimu wa 23-24 kiasi cha shilingi milioni 200. Mapato ya milangoni mashindano ya CAF takriban milioni 71,990 kwa mujibu wa kanuni za CAF. Shirikisho inapaswa kuwasilisha CAF kiasi cha fedha zinazotokana na mapato ya milangoni kwa kila hatua inayochezwa kwa msimu miwili iliyoisha 2022-23 na 23-24. Shirikisho lilipaswa kuwasilisha dola za Kimarekani 16,000 sawa na shilingi milioni 40, lakini vile vile kwa msimu 2022-23 takriban dola za Kimarekani 11,600 sawa na milioni 31,320 kwa msimu wa mwaka 2023-24, lakini fedha hizo hazikuwasilishwa CAF, hivyo kupelekea kukatwa kwenye mapato ya klabu yetu. Kwenye C hapo anasema udhamini wa timu ya vijana ya wanawake takriban shilingi milioni 60,500. Klabu haijapokea fedha za udhamini kwa shirikisho la timu za vijana na wanawake Young Africans kwa misimu mitatu mfululizo, msimu wa 21-22, 22-23 na 23-24. Hiyo ndio taarifa zaidi kutoka hapo Yanga. Sasa Yanga nao wanataka hizo fedha ziweze kwenda huko. Jumla ya madai yote ya klabu ya shilingi milioni 436 na laki 490. Aidha, kutokana na madai hayo klabu inatumia gharama za usajili kwa msimu mitatu 22-23, 23-24, 24-25. Jumla ni sawasawa na milioni 210 laki 420. Taarifa ndio zilivyo hivyo, ambapo Young Africans umeiomba TFF iweze kuwalipa kupitia namba ya account walioweka kwenye barua yao bana. Hizi ndizo taarifa zilizopo. Young Africans wameweza kutuma barua hiyo ili kudai madai yao. Hii ni Baigeza TV, usahau kusubscribe, like, kushare vile vile na kucomment. Asante, zidi kwa nasi kila siku.